Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Salama kabisa, vipi hali? Safi kweli. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Tayari umeshafika hapa asubuhi ya leo kwenye jambo lenu la mkutano ambao ni kwa mujibu wa katiba ibara ya 22. Yes. Ni mujibu wa katiba yetu kama ulivyosema kwamba kila mwisho wa mwaka watu tuje tujue kwamba tumetoka wapi, tunaenda wapi. Hilo ndo jambo haswa ambalo lilotuleta hapa. Kwa hiyo sisi tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie mkutano uwe wa heri, kwa sababu panapokuwa na watu wengi pia pana mambo mengi. Kwa hiyo tunaamini kwamba baada ya muda ukishafika tutaenda kusikiliza vision ya viongozi wetu, wapi tunatoka, wapi tunaenda. Basi baada hapo ni kuchinja tu. Umezungumza mkutano kuwa wa heri, jambo ambalo ni zuri pia, lakini nikikutazama ni kama kuna kitu ambacho kipo nyuma ya heri. Hapana, mimi ni mtaratibu sana, lakini nilikuwa tu na shauku ya kuja kusikia, kwa sababu ndani ya mwezi huu kulikuwa kuna purukushani nyingi sana. Ukiangalia upande wa BMT kuna taarifa ambao washaileta Simba. Kwa hiyo tunataka tuje tuone kwamba vision ya viongozi wetu kwamba wapi watalichukua vipi na tutatoka wapi, tutaenda wapi. Hilo ndo haswa jambo kubwa ambalo sisi tunakuja kulisikiliza. Kwa hiyo siwezi kujua kila kitu kwa sababu mkutano bado sijasikia chochote. Siwezi kupinga au kukataa au kuweka doubt yoyote hapa katikati. Nitakuja kuharibu baadaye, naweza nikafumbwa mdomo. Fungwa mdomo tena? Kwa sababu unaweza ukahitaji kitu fulani, alafu kumbe kitu kishatekelezwa. Ukishafika pale ukishasikiliza, maana yake unakosa swali tena la kuuliza. Kwa mimi naamini kwamba baada ya mkutano kila kitu kitaenda vizuri tu. Yaani kila kitu kitaenda vizuri. Kikubwa tunatasbihi, tunaiombea tu. Yaani unasikiliza mkutano na kuiombea timu, kwa sababu mwisho wa picha timu ndio inayokuja kutupa sisi commitment ya kuja na kuvimba hapa. Umesema tumezungumzia hapa swala la BMT ambalo limezungumzwa, pengine inaweza kuwa ni ajenda kubwa siku ya leo. Pengine unatamani kile ambacho BMT wamekizungumza kifanywe kazi leo na viongozi wa Simba? Yes, japo ukiangalia mimi ninachoamini kwamba viongozi wa Simba ni wasikivu na wana vision nzuri. Kwa hiyo tunachoamini ni kwamba kama ikitokea Simba wamekuja wakalipembua hilo swala la BMT, wataangalia wapi pazuri, wapi ambapo sio pazuri. Kwa hiyo hatuwezi sisi kukurupuka na kuona kwamba labda pengine tulichukue zima, kwa sababu pia BMT pia wanashauri na vitu vingine kweli vipo kisheria. Na unavyoona kwamba mpaka mwanasheria mkuu wa serikali pia kashauri ndani ya hilo shauri moja. Kwa hiyo tunaamini kwamba viongozi wetu watakaa, tuna mwanasheria ndani ya timu, watalipitia. Kama likiwa ni la heri upande wetu, sisi naona kwamba lifuatwe, kwa sababu swala la uwekezaji ndani ya timu ni la mwaka wa 7 mpaka wa 8 sasa hivi. Yaani mfumo wa mabadiliko, transformation, ina zaidi ya miaka 8 inazungumzwa. Ifike hatua basi tufike mwisho. Yaani tukae hapa tuzungumze kwamba mwisho ni mkutano huu, baada ya hapo tuone vitendo vinafanyika, kwa sababu timu ikishaingia kwenye mfumo wa mabadiliko, maana yake hakuna tena jambo la kuwaza swala la fedha ndani ya timu. Timu itakuwa inauza hisa na timu itakuwa inafaidika na hisa ambazo zitakuwa zinauzwa. Lakini unatamani mfumo huo ubadilike? Mimi binafsi kwa kweli tangu wakati unaanza kuzungumzwa hili swala la mabadiliko, mimi nilikuwa mbele kulisupport, na pia bila kushukuru taarifa za Modeuji ametutoa chini sana. Kwa hiyo mimi niwaambie wanachama na mashabiki kwamba sasa hivi kuna mambo mengi ambayo yanazungumzwa. Tumshike mkono ule tajiri, kwa sababu mpira unahitaji fedha, mpira unahitaji uendeshaji uwe mzuri kwa fedha. Kwa hiyo tofauti na anayetoa fedha na mdomo ni vitu vili tofauti. Unaweza ukamuona Modeuji labda hawajibiki vizuri, lakini nikikwambia madam swala la uendeshaji wa timu linahitaji fedha nyingi sana. Kwa hiyo tumsupport yule mwekezaji ili tumtie moyo, wengine kesho kutwa awe na vision kubwa zaidi ya kutufanyia kitu kizuri zaidi. Kwenye hili swala Modeuji anaonekana kama yeye ndo anaenda kuwa mhanga kwenye hili swala la kwamba hatakuwa mwenyewe, atakuwa na wengine, na watu wengine wanaenda mbali zaidi na kusema wanapokuwa watu zaidi ya mmoja kunakuwa na mkanganyiko. Pengine hili unalizungumziaje kwa upande wenu Simba na kwa upande wa tajiri? Ni kweli, japo bado inatutia pressure, kwa sababu ukija kuangalia Modeuji ameitoa Simba chini, BMT kuelekeza kwamba ikaende kufanyika tathmini upya. Maana yake pia hata zile hisa ambazo labda pengine ile hundi ya 20 billion aloiweka inaweza ikabadilika kutokana na mazingira yatakavyokuwa. Kwa hiyo hili jambo linaonekana kabisa, pengine kama tusipokuwa makini unaweza ukashangaa tukapalanganyika ndani ya timu, kwa sababu ukiangalia Mo naye ashawekeza, ashatoa pesa zake nyingi. Swala la kufanya valuation upya maana yake linaenda tena kumjenga Mo kwamba aanze kujipanga upya. Maana yake swala lile ambalo ameweka 20B
sio thamani ya Simba. Kwa hiyo pengine inaweza ikawa zaidi ya hiyo hela ambayo ilowekwa. Japo haijaanza kufanyiwa kazi, haijaanza kufanyika chochote. Kwa hiyo pengine baada ya huu mkutano ndio kile nilichokuambia kwamba baada ya huu mkutano pengine tutapata taarifa mpya tofauti na hizi ambazo tulikuwa tunazisikia tu. Asante sana, kila la heri. Shukrani sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.